Mwokozi wetu Yesu Kristo asifiwe. Amen. Ni siku ingine njema. Hapa kwetu jua limewaka vizuri. Na sisi jua likiwaka tunashukuru, si ndio? Si tunajua mwene jua. Na sisi pia ni wake, si ndio? Kwa hivyo ikiwaka tunamwambia Mungu tukumbuke. Na tuna hakika kwa sababu alisema atambatana na sisi kila wakati. Na leo siku ya leo tuko katika somo letu la 7. Tunaongea kitu kinaitwa agano. Na agano ni kitu cha muhimu kwa sababu katika mambo yote ambayo tunafanya ni agano fulani tunatimiza. Hata tukiwa hapa kama sisi watu wa Kenya, kuna agano fulani ambalo linatushikanisha. Hilo agano linaitwa katiba. Sasa agano ni kama katiba, ni makubaliano ya watu. Sasa agano letu ni agano letu kama wanadamu na yule aliyetuumba. Ametuambia vile angetaka tuishi. Na yeye amesema pia mkiishi hivi na mimi nitawafanyia mambo haya. Na tuliongea mambo kama hayo wakati tulikuwa tunazungumza katika kitabu cha Warumi. Kwa nini katiba ilikuja, kwa nini agano lilikuja na maana ya hili agano. Leo sasa tunaona agano fulani ambalo linapaswa kutuongoza katika yote ambayo tunafanya, yote ambayo tunatafuta, yote ambayo tunazungumza, yawe yanaongozwa na hili agano. Tusiwe zaidi, tusiende nje. Kwa sababu tumeambiwa tukienda nje, kama hata vile agano la kale walikuwa wakienda nje na kulikuwa na matokeo fulani. Sasa tuliongea juzi kuhusu agano ambalo lilikuwa liko. Na ikisemekana umekosana na hilo agano, kulikuwa malipo ya hapo. Na yalikuwa malipo makali. Na hata nafikiri tukataja mtu mmoja ambaye aliitwa Nabothi, ambaye alitafutiwa mashahidi wa uongo. Na wakatoa ushahidi ya kwamba amekufuru Bwana Mungu na pia amemkufuru mfalme. Na ilikuwa ukikufuru mfalme, ukikufuru Bwana Mungu, unauawa. Akauawa bure mtu ambaye alikuwa hana makosa. Lakini agano hili letu ni tofauti. Ukikufuru, si tunakufuru, tunasema mtu amekufuru anauawa, hapana. Tunaambiwa kuna siku ya kiyama, kuna siku ambayo kila mtu atajibu. Si makosa tu, lakini kila mtu atajibu kazi ile alifanya. Siku ya leo tunaangalia agano ambalo liko. Na tuko katika Waebrania mlango wa 7. Na kitu cha kwanza ni mstari wa kwanza mpaka wa 10. Lakini tutasoma vile isiyosoma, ni mstari michache tu ndio tunapata muongozo. Ndio katika starehe zetu tunaangalia hayo maneno na tunaelewa bora zaidi. Kwa hivyo kuna kitu kinaitwa zaidi. Na zaidi ambacho tunaambiwa ni ubora zaidi. Ya kwamba tukiongea siku ya leo, tukiongea mambo ya agano, tuna agano ambalo ni bora zaidi. Na nikawaambia ya kwamba hii taarifa yote iko katika kitabu cha Ibrania, inajaribu kutueleza kuna kitu bora zaidi ya hapo mbele. Agano ambalo tunalo, dhabihu ambazo tunazo, ahadi ambazo tunazo ni bora zaidi za wale ambao walitutangulia. Hebu tusomee tafadhali mstari wa kwanza, wa pili, wa 3. Melkizedeki huyo mfalme wa Salemu, kuhani wa Mungu aliye juu, aliyekutana na Ibrahim alipokuwa akirudi katika kuwapiga
hao wafalme akabariki, ambaye Ibrahim alimgawia sehemu ya 10 ya vitu vyote. Tafsiri ya jina lake kwanza ni mfalme wa haki, tena mfalme wa sehemu, maana yake mfalme wa amani. Hana baba, hana mama, hana wazazi, hana mwanzo wa siku zake, wala mwisho wa uhai wake, bali amefananishwa na mwana wa Mungu. Huyo adumu kuhani milele. Sasa tunaambiwa ya kwamba tulikuwa tumeongea mambo ya ukuhani, na sasa tunaambiwa ya kwamba ukuhani ulipelekana na sheria, na sheria ambayo tunaongea mambo yake tunaweza kuita sio sheria, lakini ni agano, kwa sababu katika sheria pia huwa ni agano. Tunaelewa hivyo, kwa sababu sheria si ati tu ni mtu anakaa mahali anaamua ati leo watu watakaa hivi ya kwamba leo watu wa futi 6 na zaidi watakuwa wanafanya hivi. Hawezi tu mtu mmoja asimame na aseme itakuwa hivyo. Anafuata sheria. Sheria inasemaje? Hutambagua mtu kwa vile alivyo, si ndio? Sasa kwa hivyo kama kuna kitu ambacho tutaongeza, lazima watu wanakaa wanakubaliana. Na sasa ndio tunaambiwa kuhusu agano. Na agano hili tunaambiwa ya kwamba kulikuwa agano lilikuwa hapo mbele. Na tukasoma ya kwamba hilo agano lilikuwa la kwanza, lilikuwa linabatilishwa. Na lilikuwa linabatilishwa na Yesu, hata Kristo mwenyewe akakuja na akasema ya kwamba Musa na sheria zinaishia na Yohana, kwa sababu sasa tumeingia kipindi kipya. Na sasa hicho ndicho kipindi ambacho kikiwa kipya kinakuwa na mambo mapya. Tunaambiwa kwamba zaidi ya kwamba kuhani ambaye yuko sasa ni zaidi ya wale makuhani walikuwa hapo mbele. Makuhani ambao walikuwa wakati huo walikuwa katika jamii ama familia ya Haruni, na wakaambiwa kuanzia hapo, na Walawi wakaambiwa nyinyi mtakuwa makuhani. Kwa hivyo wewe ungeamua ati hata mimi nataka kuwa kuhani, ungeamua hapana. Kwanza kabila lako ni gani? Useme mimi ni kabila la Manase. Hapana, kabila la Manase hawezi kuwa makuhani. Lakini tukaona pia huo ukuhani ulikuwa na viwango fulani ambavyo vilikuwa pingamizi. Kuna mambo ambaye huyo kuhani angeweza kufanya. Kwa sababu tulisoma ya kwamba huyo kuhani kwanza akienda kutoa dhabihu, alikuwa kwanza anatoa dhabihu yake. Si wewe umekuja na umetoa dhabihu, umempa dhabihu akutolee. Hiyo dhabihu yako, sehemu hiyo kwanza ya kwanza ni yake, si ndio? Sasa kwa hivyo hata yeye anajua mimi tu ni watu wananitolea nini? Dhabihu. Na wewe ambaye unatoa dhabihu kwa unasema hapana, mimi mbona saa yote kondoo akufe kwa sababu yangu? Mbona mbuzi akufe kwa sababu yangu? Mbona ng'ombe akufe, ndama akufe kwa sababu yangu? Sasa ndio tunaambiwa kuhusu Melkizedeki. Na nikamwambia Melkizedeki alikuwa mtu wa ajabu, kwa sababu habari zake zimeelezwa na mistari tu michache ya kwamba Ibrahimu ameenda vita, na alipomaliza vita, si ukipigana vita unapata nyara, anaongoza nyara yake ili agawane na wale watu ambao walimsaidia, kwa sababu kuna watu fulani walimsaidia kwenda vita. Na ni jambo la ajabu ya kwamba hata sisi tunapaswa kutafuta watu kama hao. Wajuma, uwe na watu ambao
ukiwa na mambo utawaambia. Usiende peke yako. Na Ibrahimu alifanya hivyo. Na ndivyo tumeambiwa hata kanisani tuwe na huo umoja. Tunajua ya kwamba wakati wa vita nina fulani, nikipigia Washiko, nikipigia Wambande, si ndio? Ukisikia mahali fulani kuna mtu amelemewa, si tunatangaziwa na tunaenda. Si siku ile tulikuwa na mkutano wa Nganga, tulikuta mkutano umekwisha. Pastor Amfra akaniambia iko mahali tunaenda. Kuna mahali kuna msiba. Nikasema msiba tutaenda. Hiyo ndiyo ilikuwa. Sasa Ibrahimu akiongoza, ye mwenyewe akaambiwa sasa hii mali yote, na hao wafalme walikuwa wafalme ambao walikuwa wamepigwa vita na sasa ameenda na akawaokolea mali yao. Walikuja kwa Ibrahimu wakamwambia, sasa hii mali yote tumefanya nini? Tumekupa. Wewe tupe watu, mali tutatafuta ingine. Ibrahimu akasema hapana. Mali yenu sitaki. Kwa sababu baadaye singetaka mtu aseme ni mimi nilitajirisha Ibrahimu. Tofauti sana na wachungaji wengi wa siku ya leo, si ndio? Anasema mimi haka ni kabiashara kangu, lazima nikae vizuri. Wajuma akasikia mtu mmoja akisema, huyo mchungaji mambo yake ni mazuri, yeye anakulaga nyama, anaoga na nyama. Washiko, hiyo ni sifa mzuri, ati unaoga na nyama. Hapana. Ibrahimu alikataa. Yesu alikuwa na mali akiitwa na Mungu, na Mungu akisema tambariki. Yeye akategemea baraka za Mungu, akasema sitaki mtu yoyote. Sasa tunaambiwa akakutana na huyu mfalme, na ni mfalme wa ajabu kwa sababu si mfalme wa kawaida. Umesikia ni mfalme ya ni nini? Ni kuhani mkuu, na ni kuhani wa Bwana Mungu. Si Ibrahimu ni yeye anaendelea na kazi ya Bwana Mungu, si ni la Ibrahimu, na anakutana na kuhani mwingine wa Mungu. Lakini huyu tunaambiwa ni tofauti, kwa sababu tunaambiwa Ibrahimu alipoona hivyo na akatambua huyu ni kuhani wa Bwana Mungu, hakuwa na tashwishi. Alimpa sehemu ya 10 ya nyara yote ambayo alikuwa amepokea. Na tunaambiwa kwamba yeye huyu anaitwa mfalme, anaitwa kwanza ni mfalme wa mahali panaitwa Salemu, na jina lake lenyewe Melkizedeki ina maana mfalme wa haki. Ni mfalme wa haki. Si hapa Kenya tuna rais wa wapi? Rais wetu anaitwa rais wa wapi? Wa Kenya, si ndio? Si juzi tumesikia Rais Museveni ameshinda uongozi. Si atapishwa kama rais wa wapi? Uganda. Si wa Kenya na si wa DRC. Hata Burundi hawezi akasema unajua mimi ni rais wa Uganda. Hapana, ana mipaka, si ndio? Lakini huyu ni mfalme wa haki. Haki ina mipaka? Haina mipaka. Kwa hivyo ni mfalme ambaye hana mipaka. Kazi yake ni kufanya haki. Si watu wanapo wanasema haki ya nani? Haki ya Mungu. ya Mungu. Kwa hivyo anasema ni nani? Ni mfalme, na ufalme wake ni mfalme wa kiungu. Ni ana ufalme wa Mungu. Kwa sababu Mungu peke yake ni yeye ana haki. Alafu pia tunaambiwa ati alikuwa ametoka sehemu inaitwa Salemu. Na Salemu maana yake ni amani. Salemu ni amani. Kwa hivyo ni mfalme wa wapi? Wa amani. Nani kweli anaweza kutupa amani? Mwanadamu mwingine? Hapana. Kama tutakuwa na amani, ni Mungu anaweza kutupa amani, kwa sababu ni yeye anaweza kuhakikisha ya kwamba tuna usalama wa kutosha. Tumesikia rais wa Marekani anasema ataenda kuchukua Greenland hiyo yake. Amesema, si ndio? Na watu wa Ulaya nao wakasema hapana, hiyo haiwezekani. Wametuma wanajeshi huko. Wametuma
hizo nchi za Ulaya zimekuja pamoja nao zikasema tutaenda kulinda huko ni kwetu, ni Ulaya, kwa sababu kwa ndugu yetu anaitwa Denmark, si ndio? Basi sasa huyu ni mfalme wa amani. Basi tunaambiwa kwa maana ati tena huyu mtu hajulikani baba yake, hajulikani mama yake, hajulikani watu wao, alitokea tu akachukua nyara alafu akatoweka. Hamwezi mkamfuata mjue kule alipeleka hizo vitu. Ina maana gani? Ina maana ya kwamba ni Mungu mwenyewe amejidhihirisha. Kwa hivyo washiko, ukiulizwa Melkizedeki alikuwa nani, wao useme alikuwa Yesu Kristo mwenyewe ambaye alikuja kama mwanadamu, kwa sababu ni yeye anakiri hayo. Si mbele ya Pilato alisema hivyo, mimi ni mfalme, lakini ufalme wangu si wa nini? Akasema ufalme wangu ni wa kweli. Pilato akamuuliza, kweli? Kweli ni nini? Kabla ajibu akatoroka. Kwa nini? Aliogopa akiambiwa kweli ni nini. Kwa sababu ukijua ukweli unafanya uamuzi, si ndio? Nikija hapa niwaambie mimi kwa kweli nimetumwa na fulani, si mnajua lazima mkubali vile nimewaambia. Kama ni mtakubali hivyo nimewaambia ukweli. Sasa ndio tunaambiwa kwamba akatoa moja kati ya 10 akampa zaka, kwa sababu tunaambiwa kwamba yeye mambo yake umesikia kwamba kule alizaliwa hakuna mtu anajua. Anasema tu ametoka mahali panaitwa Salemu, na anasema ni nabii wa Bwana Mungu. Alafu hata kufa kwake haijulikani. Ile miaka aliishi hakuna mtu anajua, sababu baada ya hapo hakuna mahali pengine ametajwa ati Melkizedeki akatokea mtu mwingine. Kwa hiyo tunaambiwa kwamba yeye hana baba, hana mama, hana ukoo. Yeye hana mwanzo na siku wala mwanzo wa siku wala mwisho wa maisha. Hajulikani, yeye alitoweka tu. Basi tunaambiwa ya kwamba vile tunajua ya kwamba alikuwa mtu mkuu. Ya kwamba hata alipotokea Ibrahimu akatambua huyu mtu ni nani? Ni mtu mkuu. Kwa hivyo akamlipa. Ni vigumu sana mtu tu atokee tu hapa washiko akwambie unajua mimi ni fulani. Nipe sadaka. Wewe tunasema aje? Ikawa Ibrahimu wako anatashwishi. Na tunajua ya kwamba wana wa Lawi ndio ambao walikuwa sheria imesema wapokee zaka na sadaka, wawe makuhani. Lakini huyu ambaye alikuja hata akachukua, si Walawi ndio tumeambiwa walikuwa wanachukua zaka, yakiomba hata Lawi mwenyewe alilipa zaka. Na yeye Walawi walikuwa halipi zaka, lakini Lawi mwenyewe alilipa. Baada ya kupokea alilipa. Lawi alikuwa hajazaliwa, lakini tunaambiwa alikuwa bado yuko katika viuno vya Ibrahimu. Itachukua muda, lakini baadaye alitokea, si ndio? Lakini babu yake tayari alikuwa amemlipia zaka. Kwa hivyo ina maana ya nini? Ya kwamba huyu ukuhani wake ulikuwa tofauti kabisa. Kwa sababu tunaambiwa ya kwamba alipokea zaka kwa yule mtu amepewa ahadi na Mungu. Wewe fikiri, Mungu amekupa ahadi, alafu mtu mwingine aje akwambie nimekuja kuchukua. Nimekuja mimi ni fulani, umpe zaka. Na tunaambiwa alipompa hiyo zaka, ati huyu Melkizedeki alibariki Ibrahimu. Na ndio tunaambiwa ya kwamba inajulikana wazi, si jambo la kubishana. Yule anabariki ni yeye mkuu kuliko ule anabarikiwa. Si ndio? Ule si baraka ni mtu anakupa kitu kizuri. Kitu ambacho wewe ulikuwa huna. Sasa sina maana kama mimi nitakupa 10,000 upokee ufurahi, ulikuwa huna, si ndio? Umepokea unasema hii nitafanya. Kwa hivyo ina maana mali yangu ni mingi kuliko yako. Ukweli?
basi ndio tunaambiwa ya kwamba yeye alipokea zaka mpaka ya Lawi, kuonyeshana ya kwamba huu ukuhani wa Lawi wake ulikuwa zaidi, kwa sababu amepokea mpaka Lawi mwenyewe kupitia babu yake amelipa fungu la 10. Basi tunaambiwa kwa hivyo yeye hata alikuwa mkuu, na Ibrahimu akamtambua ya kwamba ni mkuu kuliko yeyote amekutana naye. Katika maisha ya Ibrahimu hakuna mahali alikutana na mtu wa kumtisha. Kweli kuna mtu alikutana na Ibrahimu akakuwa wa kumweleza vile atafanya? Hapana. Lakini huyu akaona anastahili kupokea fungu la 10 na akampa. Tunafundishwa aje hapo ya kwamba ukuhani ambao ulikuwa unakuja si wa kina Haruni. Niliwaambia mahali nilikuwa nikasikia askofu mmoja akisema hilo vazi tumevaa lilikuwa limevaliwa na Haruni. Nikashindwa, sasa Haruni, Yesu Kristo amekuja na tunavaa mavazi ya Haruni, na tuliambiwa. Unajua uwezi ukamuuliza we askofu umekosea, kwa sababu tuliambiwa ukuhani wa Haruni ulikwisha na Yohana. Kama ulikwisha, tena mavazi yake tutavaa ya Haruni, na mavazi wanavaa rangi hizo Haruni walikuwa wanavaa. Kwa hivyo funzo ni hili. Yeremia 31:31 inasema hivi: angalia, siku zinakuja, asema Bwana Mungu, nitakapofanya agano jipya na nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda. Kulikuwa na nyumba mbili, yote ni nyumba ya Israeli, lakini Yuda tunakumbuka walijitenga, wakakuwa makabila mawili, hayako katika ushirika mkuu wa Israeli. Ndio sababu anasema nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda. Na hii nyumba ya Yuda ni nyumba ile ya Daudi. Kwa hivyo tunaposema akiguruma simba anaguruma simba wa Yuda, si ndio? Ni wanasema simba wa Yuda ni Daudi, mfalme Daudi. Na katika mfalme Daudi ndipo Yesu Kristo alitoka. Kwa hivyo tunaambiwa Mungu amesema atafanya nini? Agano jipya. Kama kulikuwa na agano tutengeneze jipya, si tunaenda kwa jipya? Wadada, unaweza kwenda huko hospitali useme ulilipa NHIF, si watakwambia hiyo ilipitwa na wakati? Utaambiwa hapana. Ama ukuje na zile pesa za zamani wakati wa nani, wa Malkia. Uliona hizo noti zilikuwa na picha ya Malkia, uende nazo benki, utaambiwa hapana, ufalme ulifanya nini? Ulibadilika. Sasa ile pesa tunataka inaandikwa benki kuu ya wapi? Ya Kenya. Inaandikwa hapo juu, si haiandiki koloni. Hapana, ndio hiyo ya agano jipya linakuja. Kwa hivyo agano jipya litakuwa na kuhani mpya. Sio ni ukweli? Simliona wakati tuliapishwa, tulizindua hii katiba mpya. Wakati litangazwa, siliona rais akichukua kiapo na makamu na mawaziri. Kila mtu anachukua kiapo, lakini siku hiyo alichukua tu rais na makamu wake, si ndio? Na wengine wakachukua siku iliyofuata kwa sababu ni wengi. Lakini pia hata wale hakimu mkuu pia naye alichukua kiapo kipya kwa katiba hii mpya. Basi ndio tunaambiwa lazima katiba ibadilike. Alafu Luka 22:20 nasema kikombe nacho vivyo hivyo baada ya kula. Tunaambiwa kwanza alichukua mkate akaumega akawagawia. Alafu baadaye tunaambiwa kikombe nacho vivyo hivyo baada ya kula, akisema kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu inayomwagika kwa ajili yenu. Yesu Kristo
yeye na ya wakati huo. Unajua watu wengine wanafikiri Agano Jipya lilianza na Mathayo mlango wa kwanza. Hapana. Agano Jipya lilianza na maneno hayo ya Yesu Kristo. Aliposema kikombe hiki ni Agano Jipya katika damu yangu. Damu yake ilikuwa bado haijamwagika, lakini akamwambia kuanzia leo, si alijua baadaye kesho yake anakufa na anatoa dhabihu yake. Akasema Agano Jipya. Kwa hivyo Agano Jipya, wengine wanasema Yesu alisema sijui nini. Hapana, hiyo ilikuwa kabla ya Agano Jipya. Lakini hapa ndipo alizindua, ndipo alitangaza Agano Jipya, akasema damu yangu ambayo itamwagika. Zile agano zingine walikuwa wanatumia, tulisoma damu ya ndama, damu ya kondoo, damu ya mbuzi, hizo zote hizo walifanya. Lakini sasa ni Agano Jipya katika damu ya Yesu. Sasa na baadaye kuna mahali tutasoma ya kwamba hiyo damu yake inazungumza mambo bora zaidi kuliko damu ya Habili. Si hata siku ya leo tunasema damu ya Habili ilikuwa inamlilia Mungu, lakini ya Yesu sasa iko bora zaidi. Jambo la pili, hitaji 11 mpaka 19. Somee 11, 12, 13 tafadhali. Tuone hitaji. Mbona nini inahitajika na mbona ikahitajika Agano Jipya. 11, 12, 13. Basi kama ukamilifu ulikuwapo kwa ukuhani wa Lawi, maana watu wale waliipata sheria kwa huo, kulikuwa na haja gani tena ya kuhani mwingine ainuke kwa mfano wa Melkisedeki, wala asihesabiwe kwa mfano wa Haruni? Maana ukuhani ule ukibadilika, hapana budi sheria nayo ibadilike. Maana yeye aliyenenwa huyo alikuwa mshirika wa kabila nyingine, ambayo hapana mtu wa kabila hiyo aliyehudumia madhabahu. Tupe 14 pia. 14. Maana ni dhahiri kwamba Bwana wetu alitoka katika Yuda, kabila ambayo Musa hakunena neno lolote juu yake katika mambo ya ukuhani. Ukuhani ulikuwa umewekwa na ikakuwa ni sheria. Atikuwa kuhani lazima awe Mlawi. Na pia ilikuwa mambo mengine zaidi. Kama ulikuwa kilema fulani, hukuruhusiwa kuwa kuhani. Labda kulivunjika, ulikatwa kidole, hukuruhusiwa. Kulikuwa mambo ambayo yalisema kama utakuwa kuhani utimize. Sasa ndio tunaambiwa, basi inaulizwa, basi mbona hii njia ikaonekana ibadilike vile walikuwa wanaendelea? Kwa nini? Na hiyo ndio tunaita hitaji ya kwamba ukuhani wa Walawi ulikuwa na utaratibu, lakini haukufikia utimilifu. Ulikuwa na tatizo. Walifanya na wakafanya yote wameambiwa, lakini hawakufikia utimilifu. Si tulisoma ya kwamba kila wakati mtu dhamiri yake ilikuwa inasema nini? Dhambi. Umeenda na umelipa, lakini bado unajua hapana. Kuhani akienda kutoa, anatoa dhabihu yake. Ukienda huko unakutana na Wadani akitoka, unauliza na huyu Wadani kwani hata Wadani anakuja huko. Na ndio nilikuwa nafikiri ni mzee wa nguvu. Kumbe hata yeye anakuja kutoa ni mwenyewe. Si ndio? Ukiona mtu akitoka huko, si walikuwa anachoma hizo nyama. Ukisikia harufu hiyo ya nyama unajua dhambi. Kuna mtu amefanya nini?
kuna mtu ametenda dhambi, kuna mtu analipa dhambi. Kwa hivyo haikuweka watu huru, na ndio sababu ikaonekana kama ni ukuhani unabadilika, lazima pia sheria ibadilike, kwa sababu Lawi kusema ni kabila la Lawi ilikuwa amri ya Mungu. Sasa Mungu akatoa amri nyingine tena mpya ya kwamba sasa huo ukuhani wa Lawi hautoshi. Sababu tulikuwa tunasema hata wakati mwingine sikuhani atakufa, lakini Melkizedeki yeye hakufa. Kwa hivyo ikaonekana turudi kwa Melkizedeki, ukuhani kama wa Melkizedeki. Sababu tunaambiwa ya kwamba hakuna mtu aliyehudumu kwenye madhabahu ambaye si wa hiyo kabila ya Lawi, hukuruhusiwa. Lakini sasa huyu ambaye tunasema amekuja, anaitwa Yesu Kristo, na anasema ni yeye kuhani, na si hata anasema, hata kabla kuje alikuwa amenenwa kwamba atakuja kuhani mwingine katika mfano wa Melkizedeki. Huyo anatoka kabila la Yuda, na inasemekana kabila ya Yuda kwa kweli hakuna mahali wametajwa wanaweza kashiriki katika madhabahu, kazi ya madhabahu, kazi ya kutoa sadaka, kutoa dhabihu, kutoa sadaka. Walikuwa hawako kabisa. Na basi kama hawako, ina maana gani? Ina maana mambo yamebadilika, kwa sababu ukuhani wa kwanza ulikuwa hautoshi, ulikuwa haufungui mtu kabisa. Siku ya leo nikitoa ushuhuda wangu, na utoa bila uoga, na utoa nikiwa na ujasiri, nikisema Yesu Kristo ni Mwokozi, kwa sababu niliokoka, nilibadilishwa, nilifanywa upya. Kwa hivyo ushuhuda ninao. Sasa ukija uniambie, lakini unajua ulikuwa mwizi, nitakwambia nani nilikuwa mwizi naambia hiyo ilifanya nini? Ilipita. Sasa mimi si mwizi. Niambie mimi ni mwizi sasa hiyo ndio utakuwa ukiniambia kitu. Lakini si nilifanya, hiyo iko nyuma, imesahaulika. Lakini ukuhani huo wa mbele wa Haruni, kila saa mtu alikuwa anakumbushwa wa dhambi. Kwa sababu kila wakati lazima upeleke malipo, lazima upeleke utoe dhabihu, upeleke matoleo. Basi tunaambiwa ya kwamba itakuwa sasa sheria kwa sababu sasa ni sheria mpya. Na hii tunaambiwa ya kwamba yeye hakuja na hiyo sheria ya zamani, lakini ya mwili, lazima ufanye. Hapana, tunaambiwa kulikuja kulingana na nguvu ya uzima. Sasa yeye alikuja kuleta uzima. Si yeye mwenyewe alijitangaza ya kwamba mimi ni mimi njia, ni mimi ukweli, na mimi ni uzima, si ndio? Ya kwamba mimi ni mimi uzima. Na mtu ambaye ni uzima, si anasema yeye ni Mungu na atatupa huo uzima. Kwa hivyo tunaambiwa ni uzima na mwisho ya kwamba hiyo ikitolewa, yeye akija, hiyo inatosha. Hakuna tena kuhani mwingine atasimama mbele ya Mungu kutoa dhabihu, atasimama mbele ya Mungu kuombea watu, kusafisha watu. Hapana, hiyo imekwisha. Bwana Mungu anadhibitisha hivi ya kwamba kuna kuondolewa kwa amri ya zamani kwa sababu ya udhaifu na kutokuwa na manufaa. Kulikuwa na amri lakini haisaidii. Si hata hapa Kenya tuna sheria nyingi. Kuiba si imekatazwa. Na watu wanaiba. Si wanaiba bado? Je, kunyang'anya, watu wananyang'anya. Sasa hiyo si sheria iko, inasema usifanye. Lakini bado usiue. Leo tunaongea, kuna mtu mmoja ati alipatikana ameuawa. Na aliouawa miaka mingi, si muda mrefu umepita. Akauawa
na ikakuwa hivyo. Sasa polisi wanasema ni uchunguzi wanafanya, si ndio? Lakini hapa tunaambiwa ya kwamba hiyo sheria haikusaidia. Ilikuwa tunaambiwa usifanye, na ukifanya ufanye hivi. Sasa ikakuwa tu wewe unafanya dhambi kwa sababu hii sheria mpya, hii sheria unatumia na ile sheria iko haikusaidii kukosa kufanya dhambi. Wengi wakakuwa wanatenda dhambi. Kwa sababu Yesu Kristo anasema ya kwamba wale wataniamini watapata huu uzima. Kwa hivyo sheria yake inaleta uzima. Na pia inaleta matumaini mapya. Ya kwamba ukisema umeamini Yesu, unajikuta mambo yale yalikuwa nakusumbua yameacha, yamepotea. Ilikuwa siku nyingine tulikuwa na ndugu Njoke, si mnamfahamu? Sasa ndugu Njoke tukifika alikuwa nikampeleka pale Riakwino kununua maziwa. Jamaa mmoja akamwambia, "Ewe, ni wade kirie. Ati umefanya nini? Uliniacha." Sasa ndio alikuwa ananiambia huyo tulikuwa tunakunywa naye. Sasa tutawezana. Na hata leo bado anafanya nini? Anakunywa. Tulikuwa vijana. Sasa yeye bado ni kijana kwa sababu hana mke, hana watoto. Lakini kunywa anafanya nini? Sasa mtu kama huyo atakusaidia kweli? Basi ndio tunaambiwa sasa hii sheria mpya na hii agano mpya inatusaidia ya kwamba inatubadilisha, inatupa uzima mpya, inatupa uwezo mpya. Kwa sababu sasa ni Yesu Kristo amesema atakuja kuishi ndani yetu. Roho wake ataishi ndani yetu. Hata kabla tukifikiri mabaya, Roho anazungumza. Si labda wajua kuna wakati umefikiri mtu fulani unasikia umekasirika sana alafu Roho Mtakatifu anakutuliza. Kwambia tulia, acha. Unatulia, si ndio? Vile ulikuwa hata unafikiri kufanya unajikuta ufanye. Huyo kesho niko kwa chief. Alafu Roho anakuambia achana na yeye. Si amesema tu, si ni maneno amesema. Unatulia. Nasikia huyo ndugu anaitwa Njoki yake alikuwa kwa vita, alikuwa anapigana sana. Si hata Pastor Daniel tuambie hivyo. Huyu Pastor wa Maragwa, Pastor James Kenodia. Ati yeye hakuwa na shida ya pombe, lakini vita. Alipenda vita sana. Alitaka kupigana. Lakini sasa hapigani, si ndio? Haruhusiwi, anakuta sheria nyingine inamwambia wewe sasa unapigana kwa nini? Hata Njoki mtu anamuongelesha. Aliniambia kuna bwana mmoja alimuongelesha, yaani uchokozi Akamwambia sawa tu. Baka hata huyo mtu akashangaa, huyu ni yule Njoki. Kwani aliingiwa na baridi? Si baridi, ni roho. Amen. Kwa sababu Warumi tuliambiwa kwamba sheria ni ya kiroho, lakini mimi niko katika mwili. Kwa hivyo nashindwa. Lakini nawezeshwa kwa kifo cha Yesu Kristo msalabani, ya kwamba sio mimi tena naishi, lakini naruhusu yeye aishi ndani yangu. Funzo katika kitabu cha Hesabu 20:24 inasema, Haruni atakusanywa awe pamoja na watu wake, kwa kuwa hata ingia katika nchi niliyowapa wana wa Israeli, kwa sababu mliasi kinyume cha neno langu hapo penye maji ya Meriba. Unasikia, Haruni si ni kuhani mkuu, lakini anaambiwa atafanya nini? Hata ingia, hata kufa. Ni Mungu anasema hivi. Kwa nini? Kwa sababu ya uasi. Wewe fikiri kuhani mkuu anakuwa tena ni muasi. Si tulimuona kiasi wakati Musa alienda mlimani siku 40. Watu wakakuja kusema tutengenezee sanamu. Na Mungu na sheria inasema msiwe na sanamu. Bwana Mungu miungu ya Misri. Tutengenezee mfano wa ndama. Huyo ndama tumuimbie, huyo ndama ni ametutoa Misri. Uongo mtupu, upuzi mtupu. Lakini wakashika hili. Mimi nashangaa saa nyingine hata watu wa Kenya
nakuta wengi wao ni wapuzi, kwa sababu utakuta yale wanafanya si ya kuwasaidia Utaona wakisikia Ruto anakuja Sabasaba, watu wamejaa, kwa sababu wanataka kupewa nini? Wanaacha kazi zao, wanajua Ruto akikuja hapa iko pesa. Sijuzi alikuwa Nyeri, nasikia pesa zilikuwa huko, watu walienda. Sio ni upuzi? Wewe washiko ukoache kazi yako uende ndio upewe 500. Upuzi. Kwa hivyo huo upuzi ulikuwa pia na Haruni. Si ndiye kuhani mkuu? Ni anatoa dhabihu, lakini anaambiwa tuundie na akawaundia sanamu. Ati sanamu hiyo ndio imetoa Misri. Kwa hiyo unaona huo ulikuwa ukuhani ambao si mkamilifu, kwa sababu hata kuhani mwenyewe ni muasi. Si unasikia vile anasema mliasi kinyume cha neno langu hapo Meriba. Kuna mali paliitwa Meriba. Waliasi. Na walipoasi, Mungu akasema hata wewe Haruni utafanya nini? Utaingia. Musa tu ndiye alikuwa ingie, lakini na dakika ya mwisho na yeye akajikwaa. Alipojikwaa akaambiwa hata wewe utaingia, kwa sababu hukutukuza jina langu. Na Musa si ndiye alikuwa Mungu amemtolea ushuhuda, huyu hakuna nabii kama huyu. Lakini akaambiwa kwa sababu ya watu huku niheshimu utaingia. Kwa hivyo hata Musa mwenyewe hakuingia, na miaka hiyo yote, wewe fikiri miaka hiyo yote, miaka 120 umeishi. Alafu naambiwa sasa wewe hutafanya nini? Utaingia. Yohana 14:30 inasema hivi: mimi sitasema nanyi maneno mengi tena, kwa maana yuaja mkuu wa ulimwengu huu, wala hana kitu kwangu. Yesu Kristo anazungumza na wanafunzi wake, na anajua siku zake ziko karibu kuisha, anaenda Anasema kwa hivyo sasa mimi sitawaambia mambo mengi, kwa sababu nimewaambia kufanya nini ya kutosha, ya kwamba mfalme wa ulimwengu huu anakuja. Mkuu wa ulimwengu huu anakuja. Ulimwengu huu, mkuu wa ulimwengu huu tunajua ni nani? Ibilisi. Nasikia anaitwa Satan na Kiswahili anaitwa Satan. Shetani Na juu yangu hana neno. Hakuna kitu ataniuliza. Si kama angekutana na Musa angemwambia wewe Musa. Si ndio? Si angeambia Musa hivyo. Ati wewe Musa, unaona vile ulipiga nini? Makosa yake ilikuwa nini? Si ni kupiga mti na bakora, kupiga jiwe na bakora, mwamba. Si ndio makosa yake? Ameambiwa na Mungu afanye nini? Sema na huo mwamba. Akakasirika. Hawa watu kwa nini mimi? Si ndio? Watu ni mimi nimewazaa. Mpaka lini? Na sasa hiyo ndio wanaenda kuingia. Akachukua fimbo akapiga maji, pa! Akapiga mwamba, ukatoa maji, si ndio? Lakini akaambiwa kutukuza. Kwa hivyo unaona hiyo sheria haikusaidia mpaka Musa mwenyewe. Lakini kadi siku ya leo Musa, Yesu angemwambia nini? Kazana, si ndio? Si ndio nani alimkataa huyu nani anaitwa Simeoni? Lakini alimwambia wao ukiongoka watu. Na baadaye hata akiongea akasema muende na muambie nani? Alipokuwa amefufuka akienda, si alisema hivyo? Na muambie nani? Petro. Lakini kama ni sheria ya Musa, Petro angekuwa mbali. Angemwambia kama vile nilisikia bwana mmoja Rais Moi alisema, huyo mtu nisifanye nini? Nisimuone mbele yangu. Sasa akisema hivyo utaenda karibu. Uwezi. Hiyo ndio ilikuwa sheria. Hiyo ndio ilikuwa agano. Sasa tuna agano. Tunaambiwa sasa sisi ya kwamba tukiungama dhambi zetu, hiyo katika waraka wa kwanza wa Yohana, yeye ni mwaminifu na wa haki kutusamehe makosa yetu na pia kutusafisha. Unaona vile anafanya huyo wa Musa? Hapana, unaambiwa wewe sheria ya Musa, hata Musa mwenyewe sheria yake ikafanya nini? Ikamua.
Waebrania, jambo la tatu na la mwisho, kuna kitu kinaitwa udhibitisho. Kudhibitisha kitu ni kutoa tashwishi, Kudhibitisha huyu, nikija nikuambie mimi naitwa fulani, nini nidhibitisha hivyo nakwambia ni kweli na ni wadan. Nikikwambia mimi naitwa Joseph Mwangi Mwiruri na hunijui, utaniambia nifanye nini? Jitambulishe. Alafu nitaingia kwa mfuko wangu nitoe nini? Kitambulisho nikwambie hiki. Joseph Mwangi Mwiruri. Sawa. Siku moja nikatolea mtu kitambulisho akisema, "Haya, mimi nilifikiri wewe ni Mbaluya." Sijui kwa nini. Alikuwa hana hakika na mimi, si ndio? Lakini alipo, "Haya, unaitwa Mwiruri? Haya, wewe ni Mkikuyu." Sasa wa Juma. Utambulisho ni wa ajabu. Nakumbuka siku moja nilikuwa naenda safari Marekani, Nikaenda, si unaenda unapigiwa passport. Jamaa mmoja akaangalia passport yangu akauliza, "Haya, wewe ni Mkikuyu?" Akauliza, "Wewe Mkikuyu mzuri ama mbaya?" Ungemjibu aje wa Juma? Ndio nataka kwenda Marekani. Mzuri. Yaani ni mtu tu anakusumbua kwa sababu wewe ni Mkikuyu. Ni historia ya Kikuyu. Anakusumbua, yani anataka tu kukuchokoza kwa sababu wewe ni nini? Ni Mkikuyu. Na ndio tunaambiwa sasa kuna ule udhibitisho tunao sasa ya kwamba Yesu ni nani. Si passport niko nayo na ya Kenya. Lakini Bwana ananiuliza, "Wewe ni Mkikuyu mzuri ama Mkikuyu mbaya?" Nikashindwa vile nitajibu, nikasema mimi ni mzuri. Si mimi nataka niende. Unajua huyo anaweza kukuchelewesha ndege yako. Kwa sababu ana huo uwezo, anaona kufanyia nini? Vihaka. Mimi nikanyenyekea kwa sababu nataka kufanya nini? Rafiki yangu mmoja akaniambia, "Mtu ambaye usikosane na yeye ni huyo mtu anapiga muhuri. Anaweza akafanya safari yako ivunjike." Ana uwezo mkubwa, kwa hivyo unajinyenyekeza. Sasa tuone udhibitisho. Tusomee ni 20 mpaka 28, tusomee 20, 21 na 22. Tumalize. Kuanzia 20 mpaka 22. Na kwa kuwa haikuwa pasipo kiapo, maana wale walifanywa kuhani pasipo kiapo, bali yeye pamoja na kiapo, kwa yeye aliyemwambia, "Bwana ameapa wala hata kaidi, wewe ukuhani milele." 22. Basi kwa kadiri hii Yesu amekuwa mhamini wa agano lililo bora zaidi. Udhibitisho ya kwamba hao makuhani Mungu alikuwa ametoa sheria fulani. Hata wakati Haruni kazi yake iliisha, aliambiwa mwende naye mlimani, akaambiwa haya atoe nguo hizo zake za kuhani. Sasa ile nguo alikuwa amevaa hiyo miaka yote akafanya nini? Akatoa, ikawekwa nani? Eliazari mwanae. Alafu baadaye Haruni akakufa, akaacha. Sasa tunaambiwa kuna udhibitisho wa huku ambao ni bora zaidi, kwa sababu tunaambiwa ya kwamba Yesu aliteuliwa kuwa kuhani kwa kiapo. Hao wengine walikuwa hawana kiapo, lakini yeye ilikuwa kiapo. Kwa sababu aliambiwa, kwa sababu makuhani wengine waliteuliwa bila kiapo. Basi yule ambaye alimtawaza na hapo ndio namuita mamlaka yake ya uteuzi. Yule alimteua. Si umeshasikia mtu akiambiwa kitu anasema he is not my appointing authority. Si yeye. Kuna wakati mtu mmoja aliambiwa sijui makamu wa rais nini, naibu wa rais akasema
si yeye ameniteua, na alikuwa na haki, si ndio? Kwa sababu ni waziri, anasema si huyu alinipa kazi, hata kama ni mkubwa ni yeye mdogo, si yeye alinipa. Lakini yule ambaye alikuwa mamlaka ya kumteua si ni Mungu. Basi huyo mamlaka tunasema yeye, tumesema aliongea na yeye hagairi, na alikuwa ameongea hapo mbele katika Zaburi 110 mstari wa 4 inasema, Bwana Mungu ameapa wala hata gairi, ndiwe kuhani hata milele kwa mfano wa Melkizedeki. Sasa Yesu aliteuliwa na Mungu mwenyewe kabla hata siku yake ifike, na tutakuwa kuhani milele kwa mfano wa Melkizedeki. Na ndio tukaambiwa Melkizedeki alikuja akachukua nyara akatoweka, kuonyesha ya kwamba Mungu alikuwa katika Yesu. Miaka hiyo katika Yesu alikuwa katika Mungu na Mungu katika Yesu tangu mwanzo. Wakati Mungu tulisoma alisema, wewe ndiye mwanangu, leo nimefanya nini? Nimekuzaa. Basi tunaambiwa hivyo ya kwamba kwa mengi zaidi Yesu amewekwa mhakikishi wa agano bora. Ati ni yeye anasimamia hilo agano. Kama kuna mtu anauliza, si hata kuna wakati alikuwa anasema imeandikwa lakini mimi nasema. Na alikuwa na uwezo huo kwa sababu yalikuwa mamlaka yake. Ya imeandikwa ya kwamba usiue. Si ndio aliwaambia wakati mmoja? Lakini nimesema wewe ukikasirikia ndugu yako tayari kwa moyo wako umefanya nini? Umemuua. Yeye haongei tu na akili, haongei tu na hivi imeandikwa kwa karatasi ya sheria, yeye anaongea kwa moyo wa mtu, ya kwamba mabadiliko ambayo kuhani wake, agano lake linakuja kutoa ni ukuhani ambao unazungumza na mioyo yetu. Yeye basi tunaambiwa ukuhani wake ulikuwa bora zaidi, ni mfano wa Melkizedeki, kwa sababu hawa wengine akina Haruni walikuwa wanakufa. Si tulikuwa unasikia nani akiwa kuhani fulani, akiwa kuhani mkuu. Kuhani mkuu akikufa, mwingine anakuja. Hivyo wanateu. Kuhani wa kwanza alikuwa Haruni, wa pili alikuwa Eliazari. Ikaenda hivyo wakibadilisha. Lakini huyo anaambiwa akija atakuja kuhani mmoja kwa wakati wote. Na huyu pia unasikia yeye hakufi. Na pia tunaambiwa huyu ana uwezo wa kuokoa kabisa wao ule wanamkaribia, kuokoa kabisa. Ya kwamba ukisimama Gibson useme mimi nimeokoka, unajua nimeokoka kabisa. Hakuna tashwishi ya kwamba ulifanya, hujafanya, hiyo haijalishi. Una ushuhuda, umeokolewa. Na pia yeye hakuwa kama wale ambao walikuwa wanatoa dhabihu kwa dhambi zao. Yeye tunaambiwa hahitaji kutoa dhabihu kila siku. Yeye ati kwanza akienda kutoa dhabihu anatoa yake, yeye hana dhambi. Kwa hivyo tunaambiwa ya kwamba basi yeye afaa kwetu, kwa sababu yeye ni mtakatifu, asiyedhuru, msafi, amejitenga na wakosaji. Kuna wakati wote tumesoma Yesu Kristo akashirikiana na wakosaji katika ukosaji wao? Hapana. Si hata walipoenda kutoa mashtaka walishindwa tamshtakia nini? Lakini kama ni ingekuwa mimi wangesema huyu alifanya, si ndio? Hata alipokuwa nini? Alikuwa benki aliiba, alikuwa nini? Mambo mengi kama hayo. Yesu alishindwa. Kwa hivyo yeye ni kuhani bora zaidi kwa niaba yetu. Na kwamba akienda kutoa dhabihu anatuokoa milele. Ya kwamba hatutaokolewa tena. Hiyo inatosha. Akituokoa inatosha. Basi hana hitaji kutoa dhabihu yake,
alafu baadaye alifanya hivyo mara moja kwa wote, ya kwamba alitoa dhabihu mara moja kwa wote alipojitoa yeye mwenyewe kama dhabihu. Basi Torati inateua kama kuhani mkuu watu wenye udhaifu. Ni watu walikuwa na dhambi, si hata wengine walikuwa wabaya kabisa, wakora, kwa sababu si hata pesa walikuwa wanachukua, si hata hongo walikuwa wanalipa. Si tuliona kina Kayafa na wengine wakati Yesu alifufuka wakisema, hapana nyinyi msiseme hivyo, tutawalipa pesa, mseme mwili ulifanya nini, uliibwa. Waliiba usiku. Lakini wewe fikiri, hata akienda kotini, ati mimi nilikuwa nimelala nikaona Gibson na ndugu yake anaitwa Robinson wakakuja wakaiba, na nimefanya nini? Nimelala. Si ni upuzi huo? Ulionaje? Si ndio walitoa ushahidi na akasemekana wametoa ushahidi wa kutosha, na ikakubaliwa na ikaandikwa, kama kulikuwa ubii kaandikwa hivyo na story ikaisha, na ni upuzi, haiwezi kasimama mbele ya mahakama. Lakini neno la kiapo lilitolewa baada ya Torati, linaagiza mwana ambaye amemiliki milele. Mungu mwenyewe akaapa, ukuhani huu ni wa milele na ni wa mwana, si mwana. Yohana 1:1 tunaambiwa mbeleni kulikuwa neno, na neno alikuwa na nani? Na neno alikuwa nani? Alikuwa Mungu, si ndio? Basi ukuhani wetu ni huo. Kwa hivyo mtu asisimame aseme nitakutolea dhabihu. Hapana, dhabihu ilitolewa. Nitashirikiana nawe washiko kwa maombi, si ndio? Wata tuamini pamoja. Tunaambiwa wawili watatu. Kwa hiyo tukishikana sisi wawili, ni makuhani tosha kwa jambo lolote. Mungu anatusikia. Tukija kanisani tunatoa mahitaji yetu, tunashirikiana, kwa sababu hakuna kuhani wa kutoa dhabihu. Amen. Basi tukimalizia Hesabu 20:25 mpaka 26. Watoe Haruni. Umesikia? Watoe hapa, chukua. Hiyo ndio inasemekana kwa Kiswahili cha kunini, kile tunaelewa kwa rahisi. Chukua Haruni na wanawe Eliazari, walete juu ya mlima wa Hori. Umvue Haruni mavazi yake, ukamvike Eliazari mwanawe mavazi hayo. Kisha Haruni atakusanyika kwa watu wake, naye atakufa huko. Ya kwamba atafanya nini? Atarudi kwa watu wake, alafu atakufa. Ukuhani wake ufanye nini? Uishe. Yohana 1:29 inasema hivi: siku ya pili yake amuona Yesu anakuja kwake, akasema, tazama, mwana kondoo wa Bwana Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Nani alisema maneno haya? Mungu. Si unasikia, siku ya pili yake amuona Yesu anakuja kwake, akasema, tazama, mwana kondoo wa Mungu, wa Bwana Mungu aichukua ulimwengu. Anampatisaji. Ati alipoangalia akawaambia ni huyu. Na hiyo ikakuwa ni kweli wa mama. Basi ya kutafakari ni Waebrania 7:12, maana ukuhani ule ukibadilika, hapana budi sheria nayo ibadilike. Kwa hivyo sasa sisi washiko, sheria yetu ni mpya. Sisi tunafuata sheria ya Yesu. Vile alisema ndio tunafanya. Haturudi kwa Musa ati Musa alisema. Mambo ya Musa ilifanya nini? Ilimalizika. Sasa tuko katika kipindi kipya. Polisi haiza akakuja kushike ati ulikuwa na wageni kwako bila kupata barua ya chifu. Si sheria ya chifu ilibatilishwa.
Sijui kama mnakumbuka wakati mmoja, wakati wa Moi, kuna na ilikuwa ajabu, mimi ufurahi, ilitokea huku Murang'a. Watu walishikwa ya kwamba hawakuenda mkutano. Mnakumbuka kitu kama hicho? Wakapelekwa mahakamani na kesho yake jela. Hata hakupigwa fine. Kila wakafungwa. Siku nyingine iliyofuata mahakamani wakaenda wanasheria wakasema tuonyeshwe ni wapi sheria imesema ya kwamba kukiwa na mkutano lazima mtu aende. Kwa hivyo Murang'a, watu wa Murang'a ni watu wa ajabu, si ndio? Walifanya hiyo sheria ikakwisha kwamba sasa uweze mmoja anapita hapa na wewe unaenda huko ushikwe na polisi. Zamani ungeshikwa. Kwa sababu ati chifu amesema watu waende na wewe hauko. Lakini kaulizwa iko uhuru gani kama lazima niende. Sasa watu wakaachiliwa. Murang'a ikafanya nini? Kwa hivyo hata sasa sisi tuko na sheria mpya. Sababu sheria kwanza imebatilishwa, imeondolewa. Wazo kuu Waebrania 7:18. Maana kuna kubatiliwa kwa ile amri iliyotangulia kwa sababu ya nini? Ilikuwa udhaifu wake na kutokufaa kwake. Yaani kufaa. Iko sheria lakini haikusaidii. Lakini sheria mpya sasa inakusaidia. Sababu naambiwa ukiamini Yesu Kristo anaishi ndani yako, Roho Mtakatifu anaishi ndani yako, alafu tunasimama watu ambao tunaweza kusema mimi ninatembea na Mungu. Yuko ndani yangu. Ni yeye anaongoza mawazo yangu. Ni yeye anatuliza moyo wangu wakati mambo ni magumu. 18 Waebrania 10:22. Sala. Basi kwa kadri hii Yesu amekuwa mdhamini wa agano lililo bora zaidi. Ya kwamba tushikilie hivyo. Amekuwa mdhamini, ni amesimamia agano hilo. Si mwingine. Si mtu fulani atakuja niambie wewe unajua. Okay, nikiwa kanisani si niko chini ya mamlaka ya kanisa. Lakini mtu atakuja seme mimi nakwambia. Nitamwambia tuangalie nini? Maandiko. Si ndio Yesu alikuwa anawaambia? Imeandikwaje? Watu wanamwambia. Alafu anawaambia sawa. Kwa hivyo tujue sisi wenyewe ya kwamba tuko katika agano jipya, tuko katika agano bora zaidi, na kuhani wetu ni bora zaidi kwa sababu yeye hafi. Si tumeambiwa mali Yesu ameketi wakati huu. Nani anajua niambie tufunge. Yuko wapi Yesu Kristo wakati kulingana na maandiko? Kwa mkono wa kuume wa Mungu Baba akifanya nini? Amekaa tu hapo tu anaenjoy. Vile mtoto wa Idi Amin alikuwa anakaa pale na Idi Amin kwa jukwaa. Na amevaa nguo. Unakumbuka Wajuma hiyo kijana? Yaani kijana kalikuwa kanatushana hivi, kalikuwa kanaitwa Moses Idi Amin. Kalikuwa akitembea kanatembea hivi. Kamevaa nguo za kijeshi. Akikaa pale nako kanakaa hivi. Ndivyo anafanya Yesu, amekaa hivyo. Anafanya nini? Mniambie alafu tufunge. Anatuombea. Wakati wa shiko Mungu anaongea. Mambo yako mbaya inafika, anasema hapana. Huyo ni washiko. Chana na yeye. Utaongoja tu utaona atatambua hivyo amesema si vizuri. Alafu washiko unajikuta umesema nilikosea. Unaenda kwa Juma unaambia Wajuma nilikuambia vibaya. Nifanye nini? Lakini ya kwanza kulikuwa kuna mtu wa kukutetea. Ukifanya kisha ufanye nini? Ulipe. Sasa huyo ndiye mdhamini wetu. Na hata siku ya mwisho si tunasema kutakuwa nini? Shoro na nini? Na tarumbeta. Zitakuwa zinapigwa. Alafu wote mwana kondoo atakuja kuchukua kanisa lake ambaye ni bibi harusi wake. Amen. Ngoje hivyo. Amen.